Ni Alhamisi, wengi wanaita kama TBT, Throwback Thursday. Moja kati ya siku ambazo ukipitia kwenye status za watu huwa wana posti mambo ya kale, picha zao mbalimbali za hapo kale. Lakini TBT kidogo hata miaka 5-6 hivi na kwa afadhali mtu anaweza kaposti picha yake ya mwaka jana kaandika TBT. Ndugu yangu, mbona kama una mtazamo tofauti? Hapana, nimefurahi tu. Sawa, nashukuru kwa kufurahi. Au kuna tatizo lingine? Sawa. Moja kwa moja karibu ndani ya Live Theater. Moja kwa moja tukiweza kujadili mada kama ilivyo kawaida yetu. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha sisi na wewe mtazamaji wa Gift Online TV tunaweza kuwa wote sambamba kwa kuhakikishana kwamba tunakuhabarisha, kukuelimisha pamoja na kukuburudisha. Lakini pia wewe unaweza kaandika komenti yako hapo moja kwa moja kituambia kwamba ni kipi ambacho unaweza kukihitaji na mambo kama mazuri zaidi. Karibu ndani ya Live Theater. Moja kwa moja mada kwa siku hii ya leo tutaweza kujadili kuhusiana na umuhimu wa kudhibiti muda. Je, unatumia muda wako wakati sahihi katika saa 24 au ni hautumii muda wako vizuri? Wako wengi ambao wanajaribu kutengeneza muda kwa hali ambayo ni nzuri, lakini kuna wengine hawawezi kutumia muda vizuri, baadaye wanakuwa na malalamiko. Kwa hiyo mada yetu kwa siku hii leo itakuwa ni umuhimu wa kudhibiti muda. Tutaweza kujadili vyema kabisa kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Tobias Kisimo, nitakuwa na mwenzangu Esther Mamko tukihakikisha kwamba tunajadili mada hii kwa siku hii ya leo. Cha msingi usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili uweze kupata taarifa zetu pale zinapotoka. Tunakuwa ni wa kwanza endapo utakuwa umesubscribe, lakini unaweza kushare kwa wengine pia nao wakaweza kufahamu na kupata vipindi vyetu mbali. Ndio. Esther, uko poa? Mimi niko timamu, sijui za kwako. Mimi niko shwari. Okay. Nimependa sana uko timamu. Yeah, niko timamu. Nimeipenda hiyo. Nimeipenda sana. Kila siku sinakupa nondo. Nondo uzuri kwa leo hatutagusa kule, au nigusie? Nondo zipo za aina nyingi. Leo niko nondo upande tofauti. Leo nakupa muda jinsi gani ukipata type yako, ujue muda gani ambao unaweza kusurvive. Yaani uweze kukwepa nondo zangu, lazima nikupe kila siku. Hakikisha kwamba na utumia vizuri. Yaani kwenye muda bwana, muda sio tu kazini. Ndio. No, muda unautumia kila mahali. Kitu cha kwanza unatakiwa ukijali sana wewe kama binadamu, kama mtu ambaye unatamani maendeleo, lazima ujali muda. Lakini kama hutaki maendeleo, unatamani ubaki hapo ulipo kwa sasa hivi, muda kwako sio kitu cha msingi. Lakini kama unajielewa, unajitambua, unatamani usonge mbele, unatamani kuwa na mafanikio makubwa zaidi ya ulio nayo, lazima uzingatie kwenye swala zima la muda. Kweli kabisa, muda ndio kila kitu. Wanasema kwamba muda ni ukuta, ukishindana nao utapotea. Na huwezi kushindana na ukuta. Uwezi ukashindana nao kabisa. Uwezi kusema mimi naweza nikavuka kwenye ukuta hapa nitoke nyuma. Labda robot. Hata robot litajigonga mwishoni liko chini. Okay. Kwa hiyo uzoefu na marobot sina uzoefu nao, ila ni mfuatiliaji wa marobot. Okay. AI. Akili bandia. Safi. Mitano tena bro. Mitano sijali. Oktoba nahakikisha kwamba tunatiki mambo. Tarehe 29. 29 Oktoba. Ni mwezi huu, so mbali sana. Bado wiki kadhaa kama 2 au 1 hivi tunahakikisha tunaweka mambo sawa, lakini tukukumbushe tu tiki ni 3. Diwani wako, mbunge wako pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchague wewe tu. Uchague wewe. Ndio. Lakini ni tunatikisa. So hiyo bro, tunatikisa. Kumbe yaani hiyo ndo kauli mbiu ya Dr. Samia, anakuambia tunatikisa. Mitano tena. Asante sana. Sawa. Kwa siku ya leo tunaweza kujadili kuhusiana na mada ya umuhimu wa kudhibiti muda. Sasa ndugu yangu, kwanza muda wako unaotumia vizuri? Actually kwenye swala zima la muda napenda sana kutumia muda wangu vizuri, kwa sababu ili nihakikishe siku yangu, malengo ya siku yamekaa mkao, yametimia, lazima nihakikishe vitu vyangu vyote vimefanyika, lakini pia kwa wakati sahihi. Nikimaanisha wakati sahihi, nikimaanisha ni muda ambao ule muda nimeplani. Unajua kwa ukiamka asubuhi
lazima ujue leo kutakuwa na 1 2 3 kabisa. Hata likitokea ile ni emergency tu, lakini ratiba ya siku nzima tayari unayo kichwani. Ya, kwa hiyo katika ile ratiba unatakiwa sasa uangalie muda huu nitakuwa nimekamilisha 1 2 3, muda huu nitafanya 1 2 3. Hata likitokea hapo kitu cha katikati, lakini unakuwa bado ule muda uloplani ulopangilia upo, unaweza kufanyia kazi. Ya, lakini kitu ambacho ningependa kusema, ndio pale unavyoamka asubuhi, kila mtu ana mfumo wake kabisa. Mwingine anaamka anamshukuru Mwenyezi Mungu, mwingine anaamka kila mtu ana mfumo wake. Lakini kitu cha kwanza ni kumshukuru Mungu ili siku yako pia ikawa ya furaha, amani, isitokee changamoto ya maumivu, isitokee balaa. Kuna mambo ni mengi sasa hivi actually. Lakini ukiweka masuala yako, ukimkabidhi Mungu siku yako, actually hata muda utaenda vizuri. Kwa sababu gani? Tayari ulishamkabidhi Mungu siku yako. Kwa hiyo tuwe ni watu wa kujizoesha hivyo. Hata wewe Tobias, kama hujajizoesha hivyo, kuwa mtu wa kujizoesha hivyo. Yes, hiyo itakusaidia. Mtazamaji pia Gift Online TV, jaribu ukiamka asubuhi, mshukuru Mungu, mwambie Mungu 1 2 3, natamani siku hii ya leo nikafanikiwa 1 2 3, lakini wewe ukiwa msimamizi wangu, kiongozi wangu, everything kitakuwa okay, kwa sababu tayari ulishamkabidhi Mungu. Ndio. Lakini umuhimu mwingine wa muda unakusaidia kufanikisha malengo yako. Kwa sababu utakuwa unauzingatia ule muda. Hata ikitokea harakati nyingine, lakini unajua, bwana, mwezi huu wa 3, mwezi huu wa kwanza, mwezi huu wa 10 natakiwa nifanye 1 2 3. Kwa hiyo ukiwa na muda unaona kabisa mwezi unaisha, jambo langu sijalifanya. Kwa ule muda unakukumbusha kwamba Tobias, ulisema leo mwezi huu wa 10 nitanunua kiatu kingine. Kwa hiyo siku zinapozidi kwenda, leo tarehe 9 unakumbuka, yani ule muda unakupa. Kwa hiyo unakupa nafasi ya kufanikisha malengo yako. Kwa nini? Unatembea na muda. Lakini ukiwa ni mtu ujali muda wako, utasema mwezi wa 10 tu si bado, nitafanya hata tarehe 29, nitafanya tarehe 30. Hujui hiyo tarehe 30 utakuwa na nini au utakuwa umebanwa vipi. Unaweza ukaplani tarehe 30, wewe umeplani, let's say mwezi huu wa 10 nataka ninunue stuli, makochi na meza. Sasa pale ambapo mwezi wa 10 unafika mpaka tarehe 30, uzingatie muda. Hiyo tarehe 30 pia unaweza kuwa umeplani kitu kisitokee. Kwa nini? Hukuzingatia muda. Lakini umesema mwezi wa 10, anza ile tarehe 1 mwezi wa 10. Fanya mambo yako kidogo kidogo. Sio lazima ufanye yote kwa pap, no. Fanya kidogo kidogo, lakini muda wako unakwambia nini? Muda ni mwezi wangu wa 10. Kwa hiyo pale unapofika tarehe 30, sio tarehe ya wewe kuanza kutafuta maduka, kutafuta hicho kitu. No. Tarehe 30 ni siku ya kukaa chini kusema actually nashukuru Mungu mwezi huu nimetumia vizuri, malengo yangu yametimia. Kwa nini? Ulikuwa unaenda na muda. Kwa hiyo usipozingatia muda, ndo pale sasa unasema mwezi wa 10 tu, mwezi wa 11 nitafanya mwanzoni. Kumbe mwezi wa 11 pia kuna kitu ambacho ulitakiwa ukifanye kwa ajili ya malengo yako. Kwa hiyo cha muhimu, muda unaweza kukusaidia kufanikisha malengo yako ukiwa ni mtu mzuri wa kutumia muda wako. Lakini pia muda unaongeza ufanisi na mafanikio. Tukisema ufanisi, muda unakusaidia. Ufanisi ni ile hali ya kujua kitu tofauti ama kuvumbua kitu kingine. Unaona kabisa mpaka sasa hivi saa 8 nilitakiwa nifanye 1 2 3, lakini sijafanya. Kwa nini? Tuseme umeme hamna. Lakini ukiwa na ile hali nyingine, unaweza ukatumia sola, ukafanya kitu kingine, kuna battery sasa hivi. Kwa hiyo ukiwa na muda, unajua kabisa, let's say hapa tumefanya kipindi, tunatakiwa tufanye tangazo la mtu saa 10. Umeme ukakatika. Kwa sababu tunaenda na muda na sasa hivi ni saa 7, tutatafuta njia mbadala ya kufanya ile saa 10 tu tumeshafanikisha lile jambo. Lakini usipokuwa mtu wa muda, sasa ndo pale sisi na mteja tunaanza kuwa tofauti. Kwa nini? Mteja huwezi kumwambia eti swala la umeme. Wewe unatakiwa na njia mbadala ili kuhakikisha umkeri mteja wako, umkosei. Yani unamfanya azidi kukupenda zaidi, azidi kuja kwako zaidi kuwa mteja wako. Kwa sababu leo amekwambia saa 10, ikafika saa 10 hujafanya. Kesho hujafanya, kesho kutwa atachoka, atahamia kwa mtu mwingine. Malengo ya wewe sasa unakuwa hujayatimiza. Kwa nini? Tayari ulishapunguza wateja kwenye sehemu yako. Lakini ukiwa ni mtu wa muda, tumekubaliana
nitakushuti 1 2 3, kazi yako itatoka siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne imefika saa 1, ile kazi tayari ilishatoka. Tayari unampa ule mtu uaminifu zaidi. Ndiyo. Na hata akisikia mtu mwingine anatafuta watu kama hivyo, anakutafuta. Kwa nini? Ulifanya kwa malengo, ulikuwa na malengo mazuri. Hujamdisappoint wala wewe hujadisappoint. Kwa hiyo unapata ule ufanisi zaidi na malengo yanazidi kukua. Kwa nini? Unatembea na muda. Haiwezekani mimi leo nakwambia Tobias tuonane saa 10. Imefika saa 10 hujaja. Unafika saa 12. Unafika saa 12. Kwa hiyo hata kesho ikitokea nina jambo la kazi, naweza natakiwa saa 8, naweza nikakupigia simu saa 4 nikijua huyu Tobias aje kwa wakati. Kwa hiyo pia usipotumia muda vizuri inakupelekea wewe sasa kutokuwa uaminifu kwa watu wengine. Na kuaminije wakati utembei na muda. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo utanilostisha ambavyo mimi natakiwa niende na muda fulani. Lakini pia upunguza msongo wa mawazo, means stress. Upunguza msongo wa mawazo kwenye muda ni pale unapokuwa tayari umeweka vitu vyako sawa. Sasa hapa ndo tunarudi sasa pale kwako kwenye swala la kutafuta type yako. Umeona kwamba kuna age fulani ikifika mtu unatakiwa uwe tayari kwenye mahusiano ama kwenye ndoa. Unafika muda unakutana na kichomi ambacho ndo umekutana, pengine umekutana naye TikTok au Facebook au Instagram. Umekutana na mtu kule ukampenda tu muonekano, ndio hiyo sasa unakuta kama hichi kichekesho kinazunguka sana kwenye mitandao ya kijamii. Mtu umekutana TikTok, unajua kuna filter, kuna kuedit, kuna nini. Mdada mzuri nini ukamuelewa. Kaanza kuchati, vipi safi, mkabadilisha namba, naomba tukutane sehemu fulani. Wewe tuseme unakuwa mkoa mwingine ama wilaya nyingine. Amekuja ni kitu cha tofauti na kile ulichokuwa unakiona TikTok. Umetumia gharama, let's say ulishamtumia nauli, kuna watu wanatoka mikoani kumfuata mtu sehemu nyingine. Umetumia muda wako, umepoteza muda, umeenda hotelini, umetumia gharama, yeye umemtumia fedha, alafu anakuja kitu cha tofauti ambacho hujakitarajia. Ndio pale unapata msongo wa mawazo. Unafika hatua, mbona kwa nini hivi? Yaani unaona kama ni michezo unachezewa, kumbe ni nini? Wewe mwenyewe ujipi muda. Kuingia kwenye mahusiano na mtu sio kuingia tu kwenye mahusiano leo kesho tu tayari sisi ni mke na mume. No, unatakiwa ujipe muda. Ujipe muda kivipi? Ujipe muda ili leo na kesho na kesho kutwa usije ukawa na msongo wa mawazo. Kwa nini? Unakuwa tabia za mtu hujazijua. Nimekutana na wewe Tobias kwenye gari, nikakupenda, ukanielewa, tukabadilishana mawasiliano. Kesho kutwa unaenda kwa wazazi, nimepata mke naoa. Hujakana yule mtu, amjapeana muda kusomana nyie wenyewe. Umjue huyu mwanamke apendi 1 2 3, huyu mwanaume apendi 1 2 3. Unakuta tu unakurupuka. Mwisho wa siku ndio msongo wa mawazo, unakuta mahusiano mengi watu wanajinyonga, wanajua. Kumbe ile ni tabia ambayo ungepaswa kuijua. Mngekuwa mna muda ungejua huyu anataka 1 2 3. Either umbadilishe au utembee naye kwa ule mfumo ambao yeye yupo. Kwa hiyo ukiwa na muda, ukiwa unazingatia muda, ukijua umuhimu wa muda, type yako ipo tu. Ipo tu. Kama ipo tu. Lakini sasa ndo hapo sasa pia uangalie muda. Malengo yako ni yapi? Ukisema tu ipo tu, unaweza kufika miaka 40 hujapata mke. Lakini umeweka malengo, bwana nahitaji mwaka nikifikisha miaka labda 30 35 niwe na mwanamke. Kwa hiyo pale unaona sasa hivi umesema let's say nikiwa na miaka 30 niwe na mwanamke ambaye ni mke tayari niko naye ndani. Kuanzia miaka 28 unaanza kutafuta. Kwa hiyo pale 28 miaka 2 au hata mwaka 1 au miezi 6 inatosha wewe kusomana na mtu, kujua unambadilishaje yule mtu. Sasa plani nioe nikiwa na miaka 30. Miaka 30 mwezi wa kwanza umekutana na mchumba, mwezi wa pili mkaoana. Lazima kuna tafrani zitatokea hapo. Tofauti lazima. Ndio hiyo mjiue msongo wa mawazo, sijui ujinyonge na yeye umnyonge. No, kwa hiyo muda ni kitu kizuri sana kwenye maisha ya kila mtu. Na ili ufikie malengo yako yoyote yale, ya kifedha, ya kifamilia, ya nini, lazima uwe na muda. Tukirudi kwenye familia, mkiplani wewe tayari una mke ndani. Una plani, bwana mtoto huyu wa kwanza akifikisha miaka 3 tunafanya jambo lingine, apatikane mtoto wa pili. Lakini ukiwa uzingatii muda, ndio ile mtoto anafikisha miaka 10 ndio unakuja kutafuta tena mtoto mwingine. Distance ni kubwa sana, lakini unapaswa ufanye mbio speed wakiwa rika zuri, na sio tu ile kila mwaka wewe mnazaa tu kila mwaka. No, kuna vitu vya yule mtoto unamnyima.
mapenzi ya mama yanakosekana. Ndio. Na unajua kabisa ukiwa na mimba kuna visirani. Sasa mtoto ana mwaka mmoja, una mimba nyingine, kuna vitu unamnyima yule mtoto. Kweli kabisa. Lakini pia wewe mama, wewe mwanamke unachoka, kuna ile hali ya kuchoka kama mwanamke unapokuwa unazaa mara kwa mara. Kwa hiyo kuna nguvu unazipunguza, lakini mkiwa na muda, mkizingatia muda wenu, yani muda ukawa ndo muhimu kwenu, kila kitu kinakuwa sawa, mtoto anakuwa na afya nzuri, mama anakuwa na afya nzuri. Inakuwa inaleta hali ya uzuri. Na wewe baba sasa ukimbii majukumu. Atukimbie majukumu. Unakuwa sasa tayari ulishapewa muda. Unajua unajipangaje ili tupate. Sasa nikikupa Januari nina mimba, nikijifungua mwezi wa pili tena nina mimba, no. Kuna hali unachoka, wewe pia baba majukumu ni mengi. Uchumi nao ndo huu tunavouona. Kwa hiyo kuna hali lazima inatokea tafrani. Sawa, umezungumza mengi, yani mpaka nakosa cha kufanya. Huwezi zungumza. Sasa hivi itabidi nikitaji chochote utakuwa akili bandia wangu. Au unaonaje? Ni hatari mdogo. So unanikaribisha. Sasa mimi nilikuwa sasa na base kwenye ushauri, hususan kwa upande wa vijana. Ndio. Vijana wengi wanafeli kwa kutokuweza kufuata muda. Yani unaambiwa kwamba ufike kwenye interview saa 2, wewe unafika saa 2 na dakika 4 au saa 3. Inakuwa na utofauti. Wewe kama umeambiwa saa 2, hakikisha basi saa 1:30 umeshafika eneo la tukio. Hapo kabla hujaendelea. Sasa hivi kuna hiyo wamezoea mbongo bwana, saa 4 ya kibongo. Sasa unakuta mtu anatofauti, tunatofautiana. Wewe ulishazoea labda tukisema mimi na Tobi tukutane, nasema saa 6, wewe unakuja saa 7, lakini tunakutana. Ila mtu mwingine sasa hana hiyo tabia ambayo mkiplani na mtu mwingine anatokea. Mtu umekubaliana saa 6. Ikifika saa 6 yani ikifika saa 6 hujafika. Ukija hata saa 6 dakika 10 humkuti huyo mtu. Yes, kweli kabisa. Kwa hiyo tutoe ile nadharia ya kusema saa 6 ya kibongo. Tuachane na hiyo. Vijana wengi sana wanafeli kwenye swala la muda. Unakuta mwingine yuko nyumbani, ameamka saa 4. Saa 4 labda ajikokote asogee mpaka wapi? Saa 5, saa 6 muda umeshaisha. Na malengo hajatimiza. Saa 7 muda umeshaisha. Saa 8, saa 9 anarudi nyumbani. Ana cha kufanya chochote. Amerudi amelala. Ukiamka saa 12, umuombe Mungu, leo nijalie nipate riziki. Nikitoka hata barabarani nikutane na neema yoyote ya kazi. Umeona? Unatoka pale unaenda unapambana, unarudi nyumbani hata saa 12, saa 11. Unajiandaa, unaweka mambo yako sawa ya kesho, je utafanya nini? Unakuwa umeenda vizuri. Kwa hiyo kila kitu ni muda. Vijana tunapaswa tu kuweza kuhakikisha kwamba tunatumia muda vizuri. Vijana wengi wanafeli hapo kwenye swala la muda. Na wewe kama muda kwenye kila kona. Unasema na nani? Na wewe. Si pamoja na mimi kijana. Na mimi na wewe. Na wewe. Na mwingineo. Na wewe. Nikushukuru sana Esther. Tuseme inshallah. Leo umetoa nondo. Mpaka akasema ngoja nitulie tu zimalize zote alafu mimi nije kwenye ushauri. Oktoba bro. Nakushukuru sana. Oktoba tunatiki. Sawa. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo kwa siku hii ya leo hatuna la ziada. Kumbuka tulikuwa tunajadili umuhimu wa kudhibiti muda. Jaribu kufikiria, jaribu kuvirudia pia vile ambavyo ameweza kuzungumza ndugu yangu Esther hapa, ameweza kutoa nondo za uhakika. Kuweza kuzifuatilia ndugu yangu, utaweza kutumia muda vizuri na kuhakikisha kwamba unaelekea katika mafanikio. Nikutakia wakati mwema. Jina langu ni Tobias Kisima, nilikuwa naye Esther Mamkwe.